Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport, tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojili siku ya leo barani Ulaya. Kwanza kabisa, karibu uweze kusubscribe channel yetu ili kila video tunayokuwekea uwe karibu nayo kwa wepesi zaidi. Tuanze moja kwa moja na kule Uingereza, ambapo wakilishi wa winga wa England Raheem Sterling mwenye umri wa miaka 31 ambaye aliondoka kutoka klabu ya Chelsea kwa makubaliano ya pande zote mapema wiki hii wako kwenye mazungumzo na vilabu zaidi ya 7 vya kiwango cha kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya ni UEFA Champions League ili kumsajili mchezaji wao. Ikumbukwe kwamba klabu ya Chelsea ilimwachilia Raheem Sterling kwa sababu alikosa nafasi kwenye kikosi chao cha kwanza, na hivyo Sterling yuko sokoni na wawakilishi wake hawana wasiwasi kwa sababu kuna vilabu zaidi ya 7 vinamhitaji mchezaji wao. Pia Tottenham ni moja ya vilabu ambavyo vimeonyesha nia kubwa zaidi ya kumhitaji Raheem Sterling ambaye kwa sasa ni mchezaji huru. Kocha wa Tottenham Thomas Frank yuko tayari na anaunga mkono uhamisho huo. Kwa hiyo katika hivyo vilabu 7 vilivyotajwa, Tottenham Hotspur ndio ambayo inaongoza hizo mbio. Kwingineko, klabu ya Burnley pamoja na vilabu vya Italia Serie A yani Juventus na Napoli pia vina nia ya kumhitaji Raheem Sterling. Kwa hiyo pia Sterling anaweza akafanya kazi ya uchaguzi either Burnley au Juventus au Napoli, yeye mwenyewe atachagua anaelekea wapi. Klabu ya Manchester United hawatamsajili kiungo wa Chelsea Cole Palmer msimu huu wa joto, kwani viongozi wa klabu wanajua kuwa mchezaji huyo wa England yuko nje ya uwezo wao wa kifedha. Hivyo wameripoti kwamba licha ya Cole Palmer kuonyesha moyo wa upendo dhidi ya klabu hiyo, lakini hawana uwezo wa kumsajili kwa sababu ada yake ni kubwa sokoni. Hivyo wao wanaona kabisa hawawezi kuimudu ada ya kumsajili Cole Palmer. Kwingineko, klabu ya Chelsea wanapanga kutumia euro milioni 150 kama sehemu ya kumshawishi kiungo wa klabu ya Real Madrid Jude Bellingham mwenye umri wa miaka 22 msimu wa joto ili aweze kujiunga nao. Ikumbuke kwamba Chelsea wako kwenye mkakati wa kujirudisha kwenye makali, na hasa waliposikia kwamba Cole Palmer anachagiza kutaka kuondoka, na wao wameanza kuangalia mbadala wake wa kutafuta namba 10 mwingine, na ndio maana wameweza kupanga kuwatoa kitita kikubwa zaidi cha fedha euro milioni 150 ili kuweza kumpata Jude Bellingham. Kipengele kinarudi, je, Real Madrid watakubali kumwachia Bellingham? Hilo ndio swali ambalo mimi na wewe tutabaki nalo. Kwingineko, klabu ya Ajax wako tayari kumsajili kiungo wa Ukraine Oleksandr Shevchenko mwenye umri wa miaka 29 ambaye yuko kwa mkopo Nottingham Forest akitokea Arsenal kwa uhamisho wa kudumu takriban euro milioni 1.5. Klabu ya Ajax inapanga kumchukua mchezaji huyo ili kuweza kuendelea kuongeza makali kwenye timu yao, hasa ikiongezea na ile pressure ya ligi ya mabingwa inayoendelea. Kwingineko, kocha wa Aston Villa Unai Emery yupo kwenye orodha ya Real Madrid ya makocha wanaweza kuchukua nafasi ya kocha mpya msimu wa joto, ikichangiwa yule kocha aliyepewa nafasi ile ya muda mfupi amekuwa afanyi vizuri, na timu ya Real Madrid imekuwa ikisuasua sana katika muundo wake wa uchezaji, hawachezi kama mpira wa kuvutia, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa wamekuwa wakipoteza michezo tofauti na ilivyokuwa imezoeleka, na ndio maana wako kwenye jitihada za kutafuta kocha mpya, na Unai Emery akiripotiwa kuwa moja ya makocha walioko kwenye rada zao. Kwingineko, tukirudi tena kwa Chelsea, klabu ya Chelsea bado wako kwenye mazungumzo na Rennes kumsajili beki wakati wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 20 Jeremy Jacquet, licha ya klabu hiyo mwanzoni kuripotiwa kwamba haiko tayari kumuuza mchezaji huyo, lakini klabu ya Chelsea imeendelea kuwashawishi. Kwingineko, klabu ya Real Madrid wanataka kumsajili beki wa pembeni wa Manchester United na Ureno Diogo Dalot kutokana na udhaifu wa safu yao ya ulinzi ilionao msimu huyo. Taarifa yetu ya mwisho ni juu ya klabu ya Manchester City, wamekubali kumpeleka beki kinda wa England mwenye umri wa miaka 17 Stefan Mfuni kwa mkopo Watford hadi mwisho wa msimu, kutokana na kuona kwamba kinda huyo hawezi kupata nafasi kwenye timu yao. Hivyo wamempeleka Watford ili akaendelee kujiimarisha. Karibuni tuweze kusubscribe channel yetu. Tumefika tamati ya taarifa za kimichezo. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.